Katika ardhi yenye vilima mwanana na upepo wa Tarime mkoani Mara, mbegu ya kijana shujaa ilipandwa. Alizaliwa kijana aliyetambulika kama Maradufu, kijana aliyekuwa akivuta harufu ya udongo wa nyumbani na kunyonya damu ya ujasiri ya Kikuria. Alikuwa kijana aliyependa ardhi yake, akasoma shule ya msingi na sekondari hapo hapo Tarime, akijenga misingi ya maisha yake kabla ya kuamua kuishi na kufanya kazi katika viunga vya mji huo wenye harakati nyingi. Kama ndege anayejua wito wa mbawa zake, Suwezi aligundua kipaji chake mapema cha usukani. Kwake gari halikuwa chombo tu, bali kilikuwa kiumbe hai alichokiendesha kwa upole, umakini na uaminifu mkubwa. Kipaji hiki kilimkutanisha na John Heche, mwanasiasa machachari na makamu mwenyekiti Chadema Bara. Tangu wakati huo, maisha ya Suwezi yakawa ni safari ya hatari na uaminifu kwenye barabara za siasa za upinzani nchini Tanzania. Mwaka 2019, uaminifu wa Suwezi uliweka kwenye mzani wa moto. Akiwa anamhudumia Heche, wakati huo akiwa mbunge wa Tarime vijijini, Suwezi alivamiwa na watu wasiojulikana wenye mapanga. Damu ilimwagika, chuma kikalia, lakini roho yake ya kishujaa haikutikisika. Baada ya yote kupita, alipona jeraha lile kama simba aliyetoka vitani akiwa na kovu la heshima, akirudi tena nyuma ya usukani kulinda na kumwongoza bosi wake. Yote haya Suwezi aliyafanya ni kwa moyo tu, kwa upendo, mshikamano, akijali thamani ya wale wote waliomzunguka. Mwishoni mwa mwezi Juni 2026, gurudumu la maisha lilimvuta Suwezi kuelekea magharibi mwa Tanzania, mkoani Kigoma. Baada ya safari ndefu, alimfikisha John Heche salama kwa ajili ya vikao vya kamati kuu ya chama baada ya safari ndefu kutoka mkoani Tabora. Usiku wa kuamkia Julai mosi 2026, Bwana Suwezi alipumzisha mwili wake uliochoka kwenye chumba cha nyumba ya wageni mkoani Kigoma. Mbali na yote katika yale tusiyoyafahamu, kumbe ule ulikuwa usiku wake wa mwisho kupeana mikono ya kwaheri na ulimwengu huu. Wakati akiwa yupo ndani, asubuhi milango iligongwa na ikakataa kufunguka. Simu zikaita, zikajibiwa kwa ukimya mkuu tu. Polisi walipovunja mlango, walimkuta Suwezi Dani Maradufu katika dimbwi la ukimya karibu na mlangoni. Karibu yake kulikuwa na tembe za dawa zilizosalia kama mashahidi bubu wa sekunde zake za mwisho katika huu ulimwengu. Kifo chake kimeacha simanzi nzito, maswali yasiyo na majibu na taharuki kubwa kwa wale waliompenda, huku madaktari bingwa na wataalamu wakichunguza siri iliyomfanya dereva huyu mwaminifu asikae tena katika huu ulimwengu. Baada ya yote kumalizika, Julai 5, 2026, Suwezi alirejeshwa katika udongo wa nyumbani kwao Tarime kwa ajili ya mapumziko ya milele. Mwamba ameacha usukani ukiwa tupu, lakini ameacha alama za matairi yake zikiwa zimechongwa kwenye mioyo ya wale waliomfahamu. John Heche amepoteza zaidi ya dereva, amepoteza mhimili, mtu aliyeshika pumzi yake mara nyingi kwenye kona za hatari na kumfikisha salama. Maradufu amemaliza doria yake duniani, amepaki gari lake la maisha kwa heshima, na sasa anasafiri kwenye njia ya mwanga ambapo hakuna mabonde wala milima. Lala salama Maradufu, dereva uliyefika kikomo cha safari yako ukiwa umeshika uaminifu mpaka sekunde ya mwisho.